Kaka, mbona unaniangalia sana? Maana toka umeniita hapa ni muda mrefu sana. Halafu ongei chochote. Vipi, kuna tatizo? Na kama kuna tatizo, mimi ni ndugu yako. Niambie. Ina maana swali unaloliuliza huna majibu? Mbona mimi naona kabisa majibu unayo. Dada, kwa nini unapenda kuyaingilia maisha yangu? Na kwa nini unatamani maisha yangu na utajiri wangu? Kaka, mimi mbona sijui chochote. Tumezaliwa pamoja, tumekuwa pamoja. Na kama kungekuwa kuna kitu chochote ninachokijua, ningekwambia kakaangu. Ila mimi sijui chochote. Unajifanya hujui chochote, sio? Lakini nataka tu uelewe jambo moja. Mimi ni mtu mwenye mafikirio makubwa sana. Sio yule ulikuwa unamjua wakati wa nyuma. Mimi ni mwingine. Kabla ya wewe kutenda, mimi nilishajua. Sasa nisikilize. Nafikiri iwe mwanzo na mwisho. Usije ukajaribu kuingia kwenye njia zangu. Nitakupoteza. Lati, mbona uko hivyo? Kuna shida? Shida ipo. Shida gani hiyo? Samia, unaona ulichokifanya uko sahihi? Mimi nimefanya nini tena? Nilienda gengeni mara ya pili. Na nilivyofika gengeni, yule dada akaanza kunipa malalamishi. Kama tulivyotoka sisi, akaja mteja mwingine. Akawa anamhudumia. Alitaka kumpa change. Akakuta hela hamna. Au ushaanza kujihusisha na masuala ya kishirikina? Ushirikina? Kwanza mimi hata ushirikina hata siujui. Kwanza mimi na wewe tumetoka hapa wote tumeenda gengeni. Nimenunua, tukarudi yote. Umeona kuna kitu chochote kibaya ambacho nimekifanya? Samia, kama umeingia kwenye hilo jambo la kishirikina, naomba uachane nalo mara moja. Lati, nimeshakwambia. Mimi mambo ya kishirikina siyafahamu kabisa. Mbona unaendelea kunilazimisha? Nisikilize. Hii nyumba ni ya baba yangu. Na hapa ni kwetu. Wewe na shangazi mmekuja tu kuishi. Kwa hiyo, sihitaji mambo ya kufuatiliana. Kama mtaona kuna haja ya kuishi hapa, ishini. Na kama mnaona hamna haja ya kuishi hapa, nitamwambia baba awafukuze mara moja. Samia, kumbuka, kila lenye mwanzo halikosi mwisho. Dada, karibu. Asante. Dada, nimekuja. Nimefuata chenchi yangu. Bado tu haijawa tayari? Dada, samani, sijapata bado pesa yako. Mbona unanifanya nikufikirie tofauti? Unajua kwamba hiyo pesa ndo naitegemea mimi kwa matumizi yangu? Toka ulivyotoka hapa, sijafanya biashara yote ile. Hakuna mteja yote nimeona kwenye kibanda changu. Kwa naomba univumilie. Hivi wewe uko sawa kweli?
Sijui unajisikia unachokisema. Nimefuata chenchi yangu. Hiyo pesa naitegemea kwa matumizi yangu nyumbani. Usiponipa hiyo pesa, ina maana utakuwa umenifelisha kwa kila kitu. Mambo yangu yatakuwa hayaendi. Hiyo pesa mimi ndo naitegemea. Sasa kama unaanza kuniambia kwamba huna, umekosa, sijui umefanya nini, mimi hiyo hainihusu. Naomba cha kwangu. Acha mambo yako. Dadangu, mimi sio mbabaifu kama unavyojua. Hila biashara yangu imeingia nuksi. Ndio maana unaona sina hela yako. Nisikilize vizuri. Mimi hapa nimekupa pesa ya watu huko nilikotoka. Na hiyo pesa ndo naitegemea. Sasa unavyoniambia kwamba wewe huna, sijui umefanya nini, mimi nalipa nini? Sitaki mimi nikavutwe mashati na majirani. Hapa nimefuata pesa yangu. Usitaki kunitia aibu. Usitaki kunipea fedha kabisa. Nipe pesa yangu, usiniangalie. Naomba unipende. Kabla jua leo alijazama. Nitafanya kadri vyovyote vile niwezavyo, nitauza nikupe hela. Jioni nikija, nikikuta pesa yangu bado hujanipa, na kusanya vitu vyote hivi. Vyote hivi nakwambia, naenda kuvipiga mnada. Hata kama kwa mafungu, hata kama nipate 100 nitavichukua. Sijui umenielewa? Upumbavu tu. Unacheza na watu na pesa zao. Nimeitolea jasho hiyo. Mkuu. Kwani mkuu, hujapata namna yoyote ya kutoka humu ndani? Mimi nimepachoka. Pia nasikia njaa sana. Nimeshazoea kijijini kwetu kule kuna matunda, kuna ndege. Lakini chichumba toka asubuhi hata maji ya kunywa mama. Ninakuelewa sana binti yangu. Hata mimi sitamani kukaa kwenye hichi chumba. Wewe mwanangu, naona nyumba ya kawaida hii. Hii sio nyumba ya kawaida. Ina kinga kila sehemu. Ina mazindiko kila unapotazama. Mimi mwenyewe ninapambana kadri ya uwezo wangu ili tutoke huko. Ninakuahidi. Nitapambana, nguvu zitarudi na tutatoka huko. Na msaada uliobaki ni mmoja tu. Na siku ya leo, tukiipoteza siku ya leo, kila kitu kitakuwa kimeharibika. Kwa usijali. Usikate tamaa binti yangu. Tumetoka mbali. Si unajua nakupenda? Si unajua nakutegemea? Sawa mkuu. Basi jitahidi sana. Na mkuu, umesema kuna mtu mmoja. Ni nani huyo? Ni mapema sana binti yangu, lakini ipo siku utamjua. Sawa. Sindwe hapa tukugulira ulikuoshiwa sindwe najenda paka mwirunda kurondora ulipaha kwanje we sindwe. Karibu. Asante. Labda nikukaribishe wewe, maana umenikuta niko hapa. Usiniogope. Mimi ni mtu mzuri sana kwako. Umepajuaje kwangu? Liali ya kuwa mimi na wewe tumeonana leo ndo mara ya kwanza. Au ile pesa ulionisaidia ndo umekuja kuchukua malipo yake? Hapana. Sihitaji malipo yoyote kutoka kwako.
ila mimi nina kazi na wewe. Kazi na mimi? Ndio. Naomba uingize hivyo vitu ndani, halafu toka njoo tuzungumze. Sindu baba oh, sindu baba oh. Unadhani ni rahisi kutoka hapa? Si rahisi kama unavyofikiria. Mimi nakuomba binti yangu, tusaidie kutoka humu ndani. Mimi nakuahidi, mimi na binti yangu tutakupa nguvu zetu zote uwe nazo wewe, na nitakupambania mpaka nguvu za baba yako usichukue wewe. Yaani utakuwa na uwezo wa kufanya chochote, hata kumbadilisha mtu kuwa paka. Hivi kwa unavyoniangalia na umri wangu huu ulivyokuwa mdogo, nina uwezo wa kuwatoa nje? Yaani unaweza kabisa. Fanya binti yangu. Wewe ndio tunakutegemea kutoa hapa. Na mimi sitakuangusha kwa hali na mali, na kuahidi. Naomba uniahidi kitu kimoja. Pindi nitakapofanikiwa kuwatoa hapa, unaweza kunitimizia ahadi ulionipa? Na mimi sitakuangusha kwa hali na mali, na kuahidi. Basi sawa. Nimekubali. Kuna kazi nilikuwa naifanya, ngoja nikaimalizie, alafu nitarejea. Mkuu, kwani ni kweli utatoa nguvu zetu kumpa yule mbiti mdogo? Ni mbinu tu za kivita. Wewe unafikiria mimi nitampa hizo nguvu? Akati sisi wenyewe tunazipambania hizo hizo. Ngoja tutoe, tumuonyeshe show. Ni kweli mama. Sasa hivi dada. Salama, karibu. Samani dada, kwa kuchelewesha pesa yako. Huwa anachelewa kurudi chuo. Kwa hiyo pesa yako hii hapa. Asante. Mungu akubariki sana. Asante sana. Nashukuru sana. Kwa sababu tangia asubuhi hapa nimekaa muda mrefu sijauza kitu chochote. Nashukuru bora hapa nitaenda kununua unga niweze kula.
Asante sana. Biashara yote hujauza chochote toka asubuhi, mchana hadi jioni hii? Yaani hata mimi mwenyewe sielewi. Ila ni changamoto za dunia. Lakini ni sawa tu, maana siku hazilingani. Okay, pole sana. Hizo ndizo changamoto za biashara. Kuna kupanda na kushuka. Sawa, mimi naenda. Asante, karibu tena. Haya. Obedi, kwa hii nguvu niliyompa hapa, sidhani kama kuna mtu yoyote anaweza kumchezea, na kama akithubutu mtu yoyote kuja kumchezea tena, basi kifo kitamuhusu. Sitakuwa na huruma na mtu tena. Sawa mwene, na kuimvwa na tutwetuwewa kuidunda tetuakishe kila andu akwima sawa. Na kuamini. Yeah.